Mwanakondoo wa Mungu ameshinda. Leo tarehe 20 mwezi wa 8 mwaka 2026, katika somo letu la kalenda la tarehe 20 tunalipata kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 18 ule mstari wa 31 hadi ule wa 43. Katika somo letu la leo mimi nitaliangalia zaidi somo kutoka ule mstari wa 35 hadi 43. Kwa jina ninaitwa mchungaji Charles Mwaikole, mchungaji kutoka kanisa la Moravian jimbo la Rukwa, eneo la Mission Katavi. Na kwa neema ya Mungu leo tumekuja mahali hapa kwa ajili ya kutoa neno na kutafakari kwa pamoja juu ya masomo ya kila siku ya kiongozi kalenda ya kanisa la Moravian Tanzania na duniani kwa ujumla. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru na kukutukuza kwa ajili ya uaminifu wako na baraka zako. Tunaomba useme nasi katika neno hili ili Bwana tupate kukutumikia kwa uaminifu. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Wapendwa katika Bwana, napenda sasa tusome somo kutoka Injili ya Luka kama ilivyoandikwa, Luka 18 ule mstari wa 35 hadi 43. Nami katika jina la Yesu ninatangulia kusoma. Neno la Bwana linasema, ikawa alipokaribia Yeriko, mtu mmoja kipofu alikuwa ameketi kando ya njia akiomba sadaka. Alipowasikia makutano wakipita, aliuliza, kuna nini? Wakamwambia, Yesu wa Nazareti anapita. Akapiga kelele akisema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Basi wale waliotangulia wakamkemea ili anyamaze, lakini yeye alizidi sana kupaza sauti, Ee mwana wa Daudi unirehemu. Yesu akasimama akaamuru aletwe kwake. Alipomkaribia akamuuliza, wataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, upewe kuona, imani yako imekuponya. Mara hiyo akapata kuona, akamfuata huku akimtukuza Mungu, na watu wote walipoona hayo walimsifu Mungu. Hili ndio neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika habari zetu la leo, katika somo letu la leo, nimetoa kichwa kinasema, Yesu aliyeponya moyo na mwili. Yesu anayeponya moyo na mwili. Yesu anayeponya moyo na mwili. Lakini mkazo mkubwa sana anasema, Bwana, nataka nione. Ndugu wapendwa, katika Kristo maisha ya mwanadamu yanaweza kuwa na vipofu wa aina nyingi. Kuna upofu wa macho, lakini pia kuna upofu wa moyo, upofu wa matumaini na upofu wa imani, na upofu wa kusudi na upofu wa kuona uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa 35 hadi 45 tunakutana na mtu aliyekuwa kipofu na alikuwa akiomba kando ya njia. Alipoyaona makutano akauliza,
Aliposikia sauti ya kishindo cha makutano, akauliza kuna nini? Wakamwambia, Yesu Mnazareti anapita. Ndipo akapaza sauti akasema, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Watu wakamnyamazisha, usimpigie kelele mheshimiwa. Walimkemea nyamaze, lakini yeye hakukata tamaa, alizidi kulia. Hatimaye Yesu akasimama akamwita, akamuuliza swali la msingi, wataka nikufanyie nini? Yule bwana akajibu pasipo shaka, nipate Bwana, nipate kuona. Yesu akamwambia, uwe na kuona, imani yako imekuponya. Luka 18 mstari wa 42. Hapa tunajifunza kwamba Yesu ni mwokozi si mwokozi wa roho tu. Yeye ni Bwana anayegusa moyo, maisha, mahusiano na mahitaji ya mwanadamu kwa ujumla. Kwa hiyo inategemea kupokea kwako, unapokea kwa imani ya kiwango gani? Kwa sababu mtu hupokea kulingana na kiwango cha imani yake. Yesu huona maumivu yanayowaficha watu. Kipofu huyo alikuwa pembeni ya njia, lakini Yesu hakumpuuza. Watu wengi waliona kipofu. Yesu aliona mwanadamu mwenye thamani. Hii ni habari njema kwa mtu anayejisikia amesaulika, kukataliwa na kutengwa. Tunachojifunza hapa ni kwamba Yesu alikuwa anapita. Yule mtu, watu walijua huyu ni ombaomba, mpita njia. Inawezekana hata sisi kuna mahali ambapo jamii imetutenga na kutusahau, lakini Yesu hajatusahau. Huenda leo kuna mtu anayesikiliza mahubiri haya au anayeyatazama kwenye runinga akiwa na maumivu ambayo hakuna mtu anayejua. Anaweza kucheka mbele za watu, lakini ndani ya moyo analia. Anaweza kuwa na tabasamu, lakini moyo unavuja usaha. Huenda kuna mzazi anayelia kwa sababu ya mtoto wake. Inawezekana kuna kijana anahangaika maisha yake ya baadaye, haoni tumaini. Jamii imemsahau. Familia inayopitia migogoro isiyokuwa na mwisho. Mtu anayekata tamaa kwa sababu ya kushindwa mara kwa mara. Inawezekana kuna mtumishi wa Mungu aliyechoka na huduma kwa sababu ya mapito. Inawezekana kuna mtu anayehisi maombi yake hayajibiwi, lakini Yesu anakuona, anasema, anakuuliza, wataka nikufanyie nini? Yesu anasema Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo. Bwana anasema yu karibu nao waliovunjika moyo. Ukisoma Zaburi ya 34 mstari wa 18. Kwa hiyo usifikiri kwa sababu watu hawajui maumivu yako, kwa sababu watu hawajui maumivu wala hawaoni. Mungu anayajua mapito ulio nayo. Mungu anaona moyo wako. Mungu, maumivu yasikuzuie kumwita Yesu. Yule kipofu walipomwambia nyamaza, ndipo alipoongeza sauti. Mara nyingi tunapovunjwa moyo na watu, tunaanza kulia na kugugumia. Usikate tamaa, nyenyuka, inua sauti, umwite Yesu. Katikati ya kudharaulika, katikati ya kuambiwa nyamaza, inuka umwite Yesu. Kipofu alipata habari kwamba Yesu alikuwa akipita. Akaanza kulia, Yesu mwana wa Daudi unirehemu. Hakuruhusu hali yake imzuie kumtafuta Yesu. Wakati mwingine matatizo yanapotupata, tunakaa kimya. Tunaanza kusema labda Mungu amenisahau, labda hakuna tumaini tena, maombi yangu hayasaidii. Lakini
Bartimayo hakukaa kimya, alilia zaidi. Kuna wakati katika maisha ambapo imani yako inahitaji sauti. Kuna wakati unatakiwa kumwambia Mungu kwa moyo wote, Bwana unirehemu. Ukisoma Yeremia 33 mstari wa 3 anasema, niite nami nitakuitikia. Usikubali shida ikufanye uache kuomba. Usikubali kukataliwa kukufanye uache kumtafuta Mungu. Usikubali kuchelewa kuajibu kukufanye uamini kwamba Mungu hayupo. Endelea kumwita. Watu wanaweza kukuzuia, lakini usimruhusu mtu akutenganishe na Yesu. Usimruhusu mtu akutenganishe na Yesu. Wakati mwingine changamoto kubwa si tatizo lenyewe, bali ni watu wanaokuambia usijaribu tena, huwezi, Mungu hawezi kukusaidia. Hiyo hali yako haiwezi kubadilika. Lakini Bartimayo yule kipofu hakuwasikiliza. Ukisoma sura ya 18 Luka mstari wa 39 inasema, lakini yeye akazidi kupiga kelele, Mwana wa Daudi unirehemu. Alizidi. Kuna wakati maombi ambayo unatakiwa kuyasema, kuna wakati maombi ambayo unatakiwa kuyasema tena, unatakiwa kuyakaza na kuyarudia. Unatakiwa kukaza na kuongeza sauti. Unatakiwa kumtazama huyu Yesu, hata pale ambapo anasema wewe si chochote. Mungu ndio mwenye kujua. Mahusiano ya mwanadamu yako katika mahusiano yako na moyo, sio mtazamo wa nje. Kipofu aliona nguvu ya Mungu inapita katikati yake. Ndugu zangu wapendwa, tunahitaji kuinuka na kuongeza sauti. Uponyaji wowote huanzia pale mtu anapokiri hitaji lake. Ndicho kilichotokea. Uponyaji wa kipofu ulianzia pale alipoulizwa, unataka nikufanyie nini? Akasema, Bwana, nataka kuona. Alipokiri anataka kuona, ndipo uponyaji wake ulipoanza. Ndugu yangu, hatua yako ya kusogea inaanzia pale ulipokiri kwa moyo, wholeheartedly, kwa moyo wako wote, kwamba Bwana, nataka kusimama na kusogea. Katika jina la Yesu utasogea. Ndugu zangu, unataka Yesu akufanyie nini? Unataka Yesu atende nini kwenye maisha yako? Mara nyingi tumeishia kulaumu, hawanioni, hawanijali, au sio sehemu yako. Yesu ndio suluhisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji kujiuliza maswali muhimu sana. Unataka Yesu akufanyie nini? Unahitaji uponyaji wa mwili? Unahitaji uponyaji wa moyo? Unahitaji amani? Unahitaji msamaha? Unahitaji kurejeshwa kwa familia? Unahitaji nguvu ya kuanza upya? Unahitaji kuponywa kutokana na majeraha ya zamani? Kipofu hakuficha hitaji lake, alisema, Bwana, nipate kuona. Yesu huponya mwili, lakini pia huponya moyo. Tunapozungumza kuhusu uponyaji, hatufikiri kuhusu ugonjwa wa mwili tu. Mtu anaweza kuwa na macho yanaona, lakini moyo wake umejaa giza. Anaweza kuwa na afya ya mwili, lakini hana amani. Mtu anatembea analia, mtu anatembea amebeba uchungu, amebeba huzuni, lakini Yesu anasema, unataka nikufanyie nini? Moyo wa furaha hufanya mwili kuwa na afya. Mithali 17 mstari wa 22. Hivyo uponyaji wa Mungu unaweza kugusa maisha yetu kwa namna mbalimbali: moyo, roho, mahusiano na mwili. Lakini tunapaswa pia kuelewa kwamba si kila uponyaji hutokea mara moja kwa namna
tunayotarajia. Tunapomwomba Mungu kwa imani, tunamwamini pia katika mapenzi ya majibu yake, anatupa kwa wakati. Usikate tamaa. Mungu anachotaka, anataka uamini. Imani inatufanya tuone kile ambacho macho ya mwili hayajaona. Ndicho kilichomsaidia kipofu. Yesu alimwambia, uwe na kuona, imani yako imekuponya. Kabla ya kupokea kuona kwa macho, alikuwa tayari amemwona Yesu kwa macho ya imani. Hakuwa akiona mwili, lakini aliamini kwamba Yesu anaweza kumsaidia. Hii ndiyo maana Waebrania 11 mstari wa kwanza inasema, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani haimaanishi kwamba hatuna matatizo. Imani maana yake, nina tatizo lakini najua Mungu mwenye uwezo kuliko tatizo langu. Mungu siku zote anatupa nguvu ya kumwona Mungu juu ya tatizo linalotukabili. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, Yesu anakuponya. Anapokuponya usirudi nyuma, mfuate. Kipofu alimfuata. Salama iko kwa Yesu, uzima uko kwa Yesu. Mara akapata kuona akamfuata. Je, unapopanda na kuona unamfuata nani? Batimayo hakupokea uponyaji kisha akarudi maisha yake ya zamani kana kwamba hakuna kilichotokea. Alimfuata Yesu. Hii inatufundisha kwamba baraka inapaswa kutupeleka katika ufuasi. Mungu akikufungulia milango ya baraka, mtukuze Mungu. Akikupa kazi, mtukuze Mungu. Akikupa afya, mtukuze Mungu. Akikurejeshea familia, mtukuze Mungu. Akikutoa katika shida, mtukuze. Usimfuate Yesu kwa sababu ya muujiza pekee. Mfuate Yesu kwa sababu yeye ndiye Bwana na Mwokozi wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu zangu, Yesu asimame kuwa msingi kwenye maisha yetu. Tutakapomkaribisha tukakiri kwa vinywa vyetu, atatenda. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunakushukuru kwa kuwa wewe unatupa kuona na kutufungua macho, kama vile ulivyomfungua Bartimayo aliyekuwa kipofu. Dunia ilimkatia tamaa. Yesu alimuona mwanadamu aliyekamilika, mwenye thamani. Jamii ilimuona kipofu. Baba, asante kwa kuwa umetuona kwamba tumekamilika. Tusaidie kuona, tusaidie kukutumaini.